Kama mambo yako hayaendi kabisa, lolote unalolifanya halifanikiwi, nyota yako imeibiwa. Fanya mambo haya matatu nitakayokuambia siku ya leo, na nakuhakikishia utakapofanya mambo haya matatu, nyota yako itarejea mara moja na haitaibiwa tena. Jambo la kwanza, omba Mungu akurejeshee nyota yako iliyoibiwa. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 25 inasema, nami nitarejeshea miaka iliyoliwa na tunutu na palale na nzige na madumadu. Kwa utaingia kwenye maombi utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nyota yangu ya biashara iliyokuwa imeibiwa, nyota yangu ya kazi iliyokuwa imeibiwa, nyota yangu ya mahusiano iliyokuwa imeibiwa, siku ya leo ninairejesha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Jambo la pili, vunja kila nguvu za giza zilizoshikilia nyota yako. Kitabu cha Hesabu sura ya 23 na mstari wa 23 inasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga juu ya Israeli. Kwa utaingia kwenye maombi utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila nguvu ya giza iliyoshikilia nyota yangu ya biashara, nyota yangu ya kazi, nyota yangu ya mahusiano, siku ya leo ninaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Na jambo la tatu, ombea ulinzi juu ya nyota yako ambayo umeirejesha kwa maombi. Kitabu cha Zaburi sura ya 121 na ule mstari wa 8. Utaingia kwenye maombi utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nyota yangu ya kazi ambayo nimeirejesha, nyota yangu ya biashara ambayo nimeirejesha, nyota yangu ya mahusiano ambayo nimeirejesha, Baba, naiwekea ulinzi kuanzia sasa. Adui hataweza kuishika kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo haya matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, ile nyota yako iliyokuwa imeibiwa itarejea mara moja wala haitaweza kuibwa tena.